Karibu tena mtazamaji wa Manyuzi TV kuendelea kuzipata zile dondoo zote za kimichezo zinazoendelea kujiri kila wakati katika viunga mbalimbali vya kimichezo kutoka nchini Tanzania na nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania. Bwana, hii leo imekuwa ni siku special kwa timu ya mabingwa wa ligi kuu NBC Tanzania bara wa mwaka 2025-26 Young African Sports Club wakiisherehekea siku yao kubwa, siku ya wananchi, ama waweza kuita siku ya Yanga Day, siku ambayo wanatambua wachezaji wapya katika timu yao hiyo, wachezaji ambao wamesajiliwa katika msimu huu wa 2026-27 kujiunga na kikosi cha timu ya Yanga katika michezo ya ligi kuu NBC Tanzania bara pamoja na michezo mingine ambayo Young African Sports Club watakuwa wakishiriki katika msimu huu wa 2026-27. Bwana, katika tamasha hilo pia tumeweza kuona burudani mbalimbali ambazo zimeweza kuwafurahisha mashabiki wa Yanga ambao waweza kuwasili katika kiwanja hicho cha Uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam Temeke. Mbali na burudani hizo pia tumeweza kushuhudia mchezo ambao ulikuwa unasindikiza tamasha hilo, mchezo wa kirafiki, Young African Sports Club akicheza dhidi ya timu kutokea nchini Kongo inayotambulika kama Les Eagles du Congo, timu ambayo ina historia pia nzuri ya kushiriki michezo mbalimbali ya kimataifa pamoja na michezo ya ligi ya Kongo. Bana, isivyo bahati klabu ya soka ya wananchi Young African Sports Club, licha ya kuwa leo ilikuwa ni siku yao special, lakini wameweza kupoteza mchezo huo kwa kufungwa magoli 2-1. Huko katika kipindi cha kwanza Young African Sports Club waliweza kutangulia kufunga goli moja likifungwa na mchezaji Peter Shalulile kwa mkwaju wa penalty. Les Eagles waliweza kurudisha goli lao hilo na kufanya mchezo huo kwenda mapumziko kwa goli 1-1. Na baada ya timu zote mbili, Young African Sports Club na Les Eagles de Congo, kurudi katika kiwanja baada ya kupata maneno mazuri kutoka kwa makocha katika kipindi cha mapumziko dakika 45, Les Eagles du Congo anaiandikia timu yake goli la pili na kufanya ubao kusomeka goli 1-2, matokeo ambayo yalisalia mpaka dakika 90 za mchezo huo na kuipa ushindi klabu ya soka ya Les Eagles du Congo ikimchapa magoli 2-1 klabu ya soka ya wananchi Young African Sports Club. Yanga pia ameifuata rekodi ya Simba Sports Club ambaye pia hapo jana aliweza kuchezea goli 1-0 dhidi ya Polisi ya nchini Kenya katika mchezo wa kirafiki katika tamasha lao pia la Simba Day. Bana, tumeshuhudia viwango vya timu zote hizi mbili kubwa kutoka nchini Tanzania zinazoshiriki michuano mbalimbali ya kimataifa pamoja na ligi kuu NBC Tanzania bara, Simba Sports Club pamoja na Young African Sports Club katika michezo yao hii miwili ambayo wameicheza, kila moja akipata matokeo mabaya katika michezo yao ya kirafiki. Tunasubiria mchezo wa ngao ya hisani, mchezo ambao unafungua michuano ya ligi kuu NBC Tanzania bara katika msimu wa mwaka 2026-27 ambao utapigwa hapo kesho kutwa Agasti 12, 2026, mchezo wa ngao ya hisani. Nani ataibuka bingwa ni swala la kutazama pamoja na kushuhudia mwanzo mzuri wa timu moja wapo ambayo itaweza kuchukua kombe katika mchezo huo wa ngao ya hisani. Bwana, hii ni Manyuzi TV, endelea kufuatilia kupata updates mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kimichezo. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.